إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Fusul fi Sirati Rasuli sallallahu alayhi wasallam, tukiwa kwenye kipengele kinachosema makhtussa bihi duna ghairihi min al-anbiya, mambo ambayo amehusishwa, amefanyiwa kuwa ni maalumu special kwake yeye mtume alayhi salatu wassalam, duna ghairihi, pasi na wengine, min al-anbiyai, katika manabii. Qala, nasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, nasema thumma ra'aytu fi sahih al-Bukhari shay'an, kisha nitazama na kuona kwenye sahih al-Bukhari shay'an, kitu au jambo, min dhikri shafa'ati al-udhma, miongoni mwa utajo au katika utajo wa kuizungumzia shafa'a iliyokuwa kubwa. Fa innahu qala fi kitabi zakati, amesema Imam Bukhari kwenye kitabu zakat, babu man sa'ala an-nasa takathuran, mlango unaozungumzia yule atakayewaomba watu kwa lengo la kukithirisha. Hadathana Yahya ibn Bukair hadathana al-Layth an Ubaydillah ibn Abi Ja'far qala sami'tu Hamzata ibn Abdillah ibn Umar qala, nilimsikia Hamza anasema sami'tu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, nilimsikia Abdullah ibn Umar akisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama mtume wa Allah amesema, ma yazalu ar-rajulu, hatoacha kuwa mtu, yasalu an-nasa, anaendelea kuwaomba watu, hatta yaati yawm al-qiyama, mpaka atakapokuja siku ya Kiyama, laisa fi wajhihi, kutakuwa hakuna katika uso wake, muz'atu lahmin, kipande cha nyama. Mtu ataendelea kuwaomba watu kwa lengo la kutaka kukithirisha, mpaka siku ya Kiyama itafika, ataonekana usoni mwake hana muz'atu lahmin. Waqala, pia amesema mtume, inna shamsa tadnu yawma alqiyama, hakika ya jua, tadnu, litateremka karibu, yawma alqiyama, hatta yablugha alaraqu, mpaka yatafika au itafikia, alaraqu, jasho, nisfa aludhuni, nusu ya sikio. Jasho la mtu litapanda mpaka litafikia kiwango cha nusu ya sikio, kutokamana na jua litakapokuwa limekurubishwa. Fabainama hum kadhalik, kipindi watu wakiwa katika hilo, katika hali hiyo ya jua kuwa limekurubishwa na kila mmoja amezingirwa na kuzungurukwa na jasho linalomtoka, istaghathu bi Adama, wataomba, watataka nusra kwa kumfuata Adam, thumma Musa, thumma bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wataanza kwa Adam, kisha kwa Musa, kisha watafuata kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazada Abdullah ibn Yusuf, na akazidisha Abdullah ibn Yusuf akasema, hadathani al-Layth an Abi Ja'far, amesema al-Layth kutoka kwa Abi Ja'far, fayashfa'u liyuqda baina an-nas, ataomba shafa'a, ataomba uombezi, liyuqda baina an-nasi, ili pahukumiwe kati ya watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam
atasimama ataomba uombezi kumwambia Mola wake watu wahukumiwe. Fayamshi, atatembea mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yaakhudha, mpaka atafikia kuikamata, bihalqati albabi, kamba iliyopo kwenye mlango. Fayauma idhin, na siku hiyo, yabaathuhu Allahu maqaman mahmuda, Allah subhanahu atampeleka sehemu inayoitwa maqaman mahmuda, sehemu iliyohimidiwa na iliyotajwa kwa sifa nzuri. Yahmuduhu ahla aljam'i kullahum, watamhimidi na kumsifu ahla aljam'i kullahum, watu wa mkusanyiko wote wa yaum alqiyama watamhimidi mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kumsifia kutokamana na kwamba amemuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala ili watu wahukumiwe, na kweli hukumu ya Allah itapita. Fahadhihi, basi hii hiya shafaatul udhma, ndio uombezi mkubwa sana, allati, uombezi ambao yamtazu biha, anapambanuka nao mtume, an jamii rusuli, kwa mitume wote alayhimu salatu wassalam, ulil azmi, katika wale manabii na mitume waliokuwa ni ulul azmi. Baada an yasala kulla wahid minhu, au baada an yusala kullu wahid minhu, baada ya kuwa kila mmoja atakuwa naombwa na kutakwa, an yaquma fiha, aisimamie hiki au usimamie au uombezi, kwamba aende kwa Mola wake amuombe Allah, ya rabbil alamin, wasamehe waja wako, wahukumu waja wako wamesimama kwa muda mrefu. Kila nabii atakayefuatwa, fayaqulu, atakuwa anasema, lastu hunakum, sio katika hao, mimi sio katika hao ambao wanastahiki kuomba shafaa hii. Idhhabu ila fulan, nabii atawaambia nendeni kwa fulani, kama Adam anawaambia nendeni kwa Ibrahim. Fala yasalu nnas, hawatoacha watu kuwa, min rasulin, wanatoka kwa mtume, ila rasulin, kwenda kwa mtume mwingine, hatta yantahu ila Muhammadin, mpaka watakapokomea na kuishia kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kimfuata nabii huyo anakuambia lastu hunaka, mimi sistahiki katika hilo, mfuate fulani. Watu wanakwenda kwa fulani, ewe nabii wa Allah, wewe ndio Nuhu alayhi salam, awwalu rasulin arsalahu Allahu fil alam, wewe ndiye mtume wa kwanza ambaye Allah subhanahu alikutuma kwenye ulimwengu huu, hebu tuombee kwa Allah yukumiwe. Nuhu atasema mimi sio katika hao, nendeni kwa Ibrahim. Wataenda kwa Ibrahim alayhi salam, Ibrahim atamwambia wewe ndio Khalilur Rahman, ndiye kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndiye Khalilur Rahman, lakini wewe ndiye unaitwa ni ummatun, hebu tuombee kwa Allah jambo lipite. Nabii Allah Ibrahim anawaambia lastu hunakum, sio katika hao, kwani mimi nina makosa nilomkosea Mola wangu, naona haya makosa yananizuia kuwa katika hao watakao kuombeeni. Labda nendeni kwa Musa, wanakwenda kwa Musa pia na hivyo hivyo, labda nendeni kwa Isa, mpaka jambo linaishia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulu, watakapokuja kwa mtume sasa atasema yeye sallallahu alayhi wasallam, ana laha, mimi ndiye mwenye jambo hilo, mimi ndiye mwenye jambo hilo la uombezi. Fayadhhabu, ataenda mtume sallallahu alayhi wasallam, fayashfa'u fi ahli almawqif kullihim, atawaombea shafaa fi ahli almawqif, watu wote waliosimama, kullihim, wote, inda Allah ta'ala, mbele ya Allah subhanahu, liyufassila bainahum, ili aweze kuwapambanua kati yao, watu wa motoni waende motoni na watu wa peponi waende peponi, ili jambo hilo lijulikane, wa motoni na wa motoni na wa peponi wa peponi. Wayuriha ba'dhum min ba'd, na waweze kustarehe baadhi yao juu ya wengine, juu ya baadhi, kutokana na hali ambayo waliokuwa nayo kwenye mawqif. Hili ni jambo ambalo mtume peke yake ndilo linamhusu. Thumma lahu ba'da dhalik, kisha analo yeye baada ya hiyo uombezi, ana shafaatun arba', ana uombezi mwingine namba 4, au ana uombezi mwingine wenye idadi ya namba 4, ukharun nyingine, kuna uombezi mwingine tena, uombezi wa 3, wa 4, wa 5, hivyo jumla yake na uombezi 5 sallallahu alaihi wasallam. Minha, miongoni mwa uombezi huo atakao kuwa nawaombea watu,
fi inqadhi khalqin, ni katika kuwaokoa viumbe. Inqadhi khalqin, ana uombezi wa kuwaokoa viumbe. Mimman udkhila an-nara, miongoni mwa wale walioingizwa motoni. Mtume atawaombea, ewe Mola wangu, hawa walioingia motoni na kuomba uondoshe binari muwahidin. Thumma huwa, kisha tena yeye Mtume alayhi salatu wasalam, awwalu shafi'in fil janna, ndiye muombezi wa mwanzo katika pepo, kwamba waombewe kutoka motoni na waombewe waingie katika janna. Kama rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi an al-Mukhtar ibn Fulful an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumenasema ana awwalu shafi'in fil janna, mimi ndiye muombeaji wa mwanzo katika pepo. Ana awwalu shafi'in fil janna, mimi ndiye muombezi wa mwanzo katika pepo, kwa maana mimi ndiye ambaye nitakuwa mwanzo kuombea watu watolewe katika moto na waingizwe katika janna. Pia nasema huwa shafi'un fi raf'i darajat, na yeye pia Mtume ni shafi'u, ni muombezi fi raf'i darajati, kunako kunyanyuliwa madaraja baadhi ahli aljanna, baadhi ya watu wa peponi. Yani kuna watu wataingizwa katika pepo, kisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea tena kwa Allah wanyanyuliwe madaraja yao yale, wapandishwe waende juu zaidi. Huwa ni uombezi tena. Wa hadhihi shafa'atu, na uombezi wa namna hii, ittafaqa alayhi ahlu sunnati, wamekubaliana nao ahlu sunna wal mu'tazila na mu'tazila. Wa daliluha, na uthibitisho wake na dalili yake, ma fi sahih al-Bukhari, ni ule uliopokelewa kwenye sahih Bukhari, min riwayati Abi Musa, kutokamana riwaya ya Abu Musa, anna ammahu Aba Amir, kwamba ammi yake aitwaye Abu Amir, lamma qutila bi Awtas, alipouliwa katika vita na maeneo ya Awtas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisema, Allahumma, ewe Mola wangu, ighfir li Ubaidi Abi Amir, msamehe Ubaidi Abi Amir, waj'alhu yawm alqiyamati, na umlqika, awe zaidi na juu zaidi ya viumbe vyako. Hadithi hii amepokea Imam Bukhari na vile vile Imam Muslim. Wa qala alayhi salatu wasalam, na pia Mtume alisema, lamma mata Salama ibn Abd al-Asad, alipofariki Abu Salama ibn Abd al-Asad, Mtume pia alisema, Allahumma rfa' darajatahu, ewe Allah mnyanyue daraja lake. Haya yote yanathibitisha ya kwamba katika uombezi wa Mtume aliyokuwa nao yaumul qiyama, ni kunako watu baadhi walioingia katika pepo, Allah subhanahu wa ta'ala awanyanyue madaraja waendelee kwenda juu. Wasanufridu insha Allah ta'ala, tutatunga kwa kupwekesha insha Allah, fi shafaati, katika kuzungumzia uombezi, juz'an, tutapwekesha na kutunga kitabu ambacho ni juz'an, juzuu, libayani aqsamiha, kwa ajili ya kubainisha vigawanyo vya shafaa, wa ti'dadiha, na idadi yake, wa adillati dhalika, na dalili ya hayo yote insha Allah ta'ala. Kama ninavyosema mara kwa mara, huu ni uthibitisho ya kwamba al-Imam Ibn Kathiri ni Jabalul Asham, ni mtu mwenye ilmu kubwa sana. Wa amma qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na amma kuhusiana na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan, wa kana an-nabiy, na alikuwa nabii katika manabii waliopita huko nyuma, yub'athu, anatumwa, ila qaumihi, kwenda kwa watu wake, khassatan, peke yake. Manabii walikuwa zamani wanatumwa kwenda kwa watu wao peke yao. Wana Israeli, nabii wao mwana Israeli, na Yahudi, nabii wao Myahudi huyo huyo. Mataifa mengine nabii huyo hahusiki. Na ndio maana unakuja kuona ya kwamba palikuwa panafikia kwenye zama moja pana manabii wawili, inafikia zama moja manabii wawili, kama vile alivyokuwa Nabiiullah Ibrahim na Nabiiullah Lut. Hawa ni ndugu, lakini kila mmoja alikuwa sehemu yake, na huyu naye alikuwa sehemu yake. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, manabii wote waliopita huko nyuma wanatumwa kwa watu maalum. Wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan, na nimetumwa mimi kwenda kwa watu wote, sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ishara ya kwamba ni katika mambo aliyopwekeshwa nayo
haya mtume sallallahu alayhi wasallam. Famaanahu, maana hili tendo, maana hili jambo, fil kitabi al-aziz, limetajwa kwenye Qur'an, wa huwa qawluhu azza wa jalla, na ni kauli yake Allah aliposema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi, na hatukumpeleka mtume yoyote illa isipokuwa bilisani qaumihi, ni kwa lugha ya watu wake, awasemeshe watu wake kwa lugha yao. Hatukumtuma nabii wala rasul, hatukumtuma rasuli yoyote kwenda kwa watu isipokuwa awazungumzishe lugha yao. Liyubayyina lahum, ili awabainishie kwao sheria, awabainishie kwao haki. Kwa hiyo alikwenda kwa watu wake kwa lugha yao na kuwaambia watu hao wa kwao. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hapakuwa na umma wowote isipokuwa khala, pamepita huko nyuma yake, fiha nadhirun, mwonyaji. Kila umma uliopita haukukosa kupitiwa na mwonyaji. Umma huu una mwonyaji huyu, umma huu una mwonyaji huyu, umma huu una mwonyaji huyu. Ishara ni kwamba kila watu walikuwa na mwonyaji wao, hapakuwa na mwonyaji mmoja ambaye atashamili watu wote. Kwa aya hii pia inathibitisha ya kwamba mitume walikuwa natumwa kwa watu wao, walikuwa hawatumi kwa watu wengine. Fakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa nabii, mimman kana qablana, miongoni mwa manabii waliokuwa kabla yetu, la yukallafu, habebeshwi mzigo wala hakalifishwi wala halazimishwi, min adai risalati, kuifikisha meseji, illa isipokuwa ma yad'u bihi qaumuh, kwa wale ambao anawalingania watu wake ila Allah, kwa Allah subhanahu. Alikuwa hakalifishwi kabisa kwenda kuwalingania watu wengine, kuwafundisha Uislamu wengine, isipokuwa kile alichotakiwa kuwalingania nacho qaumuhu, watu wake, ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi, amma Muhammad faqala Allah ta'ala, Allah amesema qul ya ayuha nnas, sema enyi watu, inni rasulullahi ilaykum, mimi hakika yangu mimi ni mtume kwenu nyinyi, jami'an, nyote. Mtume wote walikuwa natumwa kwa watu wao, lakini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anasema inni rasulullahi ilaykum jami'an, mimi ni mtume niliyotumwa kwenu nyinyi nyote, mataifa yote, kwa dini zote na watu wote kwa ujumla wao, yaani mataifa ya kizungu, ya kiarabu, ya kiafrika, ya kihindi, kila taifa. Inni rasulullahi ilaykum jami'an, mimi sio mtume wa Arabu, sijatumwa kwa Makuraishi wa Maka peke yao tu, hapana, wala sikutumwa kwa Ansari peke yao. Rasulun ba'da hadha kulli, kisha akakuijieni mtume baada ya haya yote. Fa alaykumul iman bihi, ilazimisheni kumwamini, wa nusratahu, na kumnusuru. Wa idha kana hadha almithaq, na pindi itakapokuwa hii mithaq, haya makubaliano, shamilan, ni yenye kuenea, likulli minhum, kwa kila mmoja miongoni wa mitume, tadhammana, basi mithaqi hii itakuwa imekusanya, akhdhahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuchukuliwa kwake kwa Muhammad, min jami'ihim, kwamba hii mithaq imechukuliwa kwa manabii wote, imechukuliwa kwa manabii wote. Wa hadhihi khususiyatun, na huu uspesho huu, laysat li ahadin minhum siwahu, haukuwa kwa yoyote miongoni mwa watu siwahu, miongoni mwa manabii siwahu, kinyume cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtume alitumwa kwa watu wake, lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye bwana wao, ndio khatibu wao, ndiye imamu wao, aliwasalisha kwenye Isra wal Mi'raj, na ndiye khatamuhum, na ndiye nabii wao wa mwisho. Wa min dhalika, na miongoni mwa mambo maalumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye mtume wulida masrura, alizaliwa akiwa ni mwenye kufurahi, makhtunan, akiwa tayari ameshatahiriwa, kama warada fi alhadithi,
alladhi jaa min turuqin adida, kama ilivyopokelewa katika hadithi ambayo jaa, iliyokuja min turuqin adidatin, kutoka katika njia nyingi, lakinnaha ghariba, lakini njia hizo zote ni ghariba, ni njia ambazo ni gharib, yani hazieleweki usahihi wake. Waqad qila, kwa maana yake hili jambo ni jambo ambalo riwaya yake lina mashaka. Riwaya ya kusema kwamba mtume alizaliwa hali ya kuwa na furahi, riwaya zinazosema kwamba mtume alizaliwa hali ya kuwa ametahiriwa, riwaya za hadithi kunako tukio hili, riwaya hizi ni ghariba, haziko katika usahihi ule ambao unaweza ukajengewa hoja. Waqad qila, na alisema innahu, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam sharakahu fiha, alishirikiana katika jambo hilo, ghairahu min al-anbiya'i, asiyekuwa yeye katika manabii, kama dhakarahu Abul Faraj Ibn al-Jawzi fi kitabi Talqih al-Fuhumi, kama alivyolitaja Ibn al-Jawzi kwenye kitabu chake hicho, kwamba jambo hili la kutahiriwa na kuzaliwa hali ya kuwa ni mwenye furaha, mwenye kucheka, jambo hili ameshirikiana nalo na mitume wengine pia nao walizaliwa hivyo. Kwa hiyo sio jambo lake yeye peke yake, hapana, bali ni jambo ambalo wameshirikiana na mitume wengine. Lakini riwaya kama ilivyotaja Imam Ibn Kathiri kama riwaya hii ghariba. Wa min dhalika, na miongoni mwa mambo hayo ambayo ni mahususi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anna mu'jizata kulli nabiyyin, kwamba kila muujiza wa nabii, inqadat ma'ahu, ulimalizika pamoja na yeye. Kila muujiza ambao mtume yote kaja nao uliisha baada ya kuondoka huyo nabii, ulimalizika baada ya huyo nabii kuondoka. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam, na muujiza wake mtume sallallahu alaihi wasallam, baqiyatun ba'da, ni wenye kubakia baada yake, ila ma sha Allah, mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-Qur'anul aziz, nayo ni hii Qur'an al-aziz, al-mu'jiz lafdhuhu wa ma'na, yenye ijazi matamshi yake na maana yake, yenye ijazi matamshi yake na maana yake. Qala, nasema alladhi tahadda al-insa wal jin, muujiza ambao tahadda al-insa wal jin, ulitoa challenge kwa wanadamu na majini, an ya'tu bimithlihi, walete mfano wake. Tahadda, ulileta challenge. Qur'ani hii ililetwa kwa kutoa challenge kwa majini na binadamu, an ya'tu bimithlihi, walete mfano Qur'ani. Faajazu, wakashindwa. Walakin yumkinuhum dhalika abadan ila walan yumakkinahum aw lam yumkinuhum walan yumkinahum dhalik, na kamwe halitowezekana hilo kwa wao, abadan, milele, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama. Hakuna mtu ambaye anayeweza kuja duniani leo hii akasema anaweza kuleta mfano wa Qur'an, lau harfan wahid au kalimatan wahid, wala neno moja, hakuna anayeweza. Hata wa in kana arabiyan, hata atakapokuwa ni Mwarabu fasiha saliqa, hawezi kuleta mfano mmoja wa Qur'ani, mfano wake hataweza kuleta. Na hata pawepo na ajihiza, pawepo na vifaa vya kisasa wenye uwezo wa kutunga na wenye uwezo wa kuyapangilia vizuri maneno, na vifaa hivyo vikatengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, wakatuliza na watu akili zao vizuri, wakaamua watunge Qur'ani ambayo itakaoshabihiana na hii Qur'ani. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema hawatoweza kama. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa wanasaidizana wao kwa wao, mataifa kwa mataifa wakasaidizana, Waarabu, Wazungu, Wahindi, wa China na teknolojia zao wakazikusanya mahala pamoja, wakakaa meza moja, wakakusanya misamiati ya Kiarabu kupitia vifaa vyao, wakakusanya maneno mbalimbali ya Kiarabu kupitia vifaa vyao, wakawaita watu waliobobea kwenye fani za Kiarabu, fani mbalimbali za arud, fani mbalimbali za balagha, fani mbalimbali za sarf, fani mbalimbali za nahwu, wakakaa meza moja waseme watunge walau satran wahid, mstari mmoja. Qur'ani inasema falan ya'tu bimithlihi, hawatoweza kuleta mfano wake,
walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama lao watakuwa baadhi yao juu ya baadhi ni wasaidizi, wakasaidizana, hawataweza kuleta. Kama Waarabu ambao waliokuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafusaha, walikuwa mafasaha kisawasawa, ni watu walikuwa wanazungumza maneno la yukhtiun fi al-i'rabi wala fi al-kalim, walikuwa hawakosei kwenye irabu wala neno. Waarabu ambao saliqatuhum wa sajiyatuhum, tabia zao na mwenendo wao ni arabia, ni kuzungumza Kiarabu, wameshindwa kuleta nisfu sura moja wameshindwa. Unasemaje mataifa ya watu wasiojua Kiarabu? Unasemaje watu ambao wanategemea teknolojia wana uwezo wa kuleta mfano Qur'an? Qur'ani imesema lan ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Hadhihi mu'jizatun khalida, huu ni muujiza wenye kuishi milele. Muujiza ya Musa alayhi salam, inqadat ma'ahu, muujiza wa Musa na fimbo yake na bahari. Huwezi ukasema bahari leo hii ile ipo imefunguka, au walau ishara ya kwamba hii ndio ishara Musa alayhi salam alipiga pale fimbo, bahari ile ikaachanisha. Haipo tena ile ishara. Ishara labda tuseme ya yule ngamia ambaye watu wasalihi walikwenda kwenye jiwe lake wakamuua, wakabadilika rangi, wakaingia mpaka rangi za manjano. Maeneo yale yako wapi? Hakuna ishara tena hizi. Lakini tunazungumza muujiza, sio athar, tunazungumza muujiza. Ni muujiza gani wa nabii katika manabii waliopita mpaka leo hii tunaishi nao? Muujiza gani ambao leo hii nataasa bitilka almu'jiza, tunajiliwaza kwa muujiza ule kwamba ule pale muujiza wa Nabiiullah Nuh? Hakuna. Lakini leo hii tuna muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hadha alkitabu alazim. Nacho hichi kitabu anakisoma Mchina, anakisoma Muhindi, anakisoma Bangladesh, nani Mswahili Mwafrika wa ndani kabisa, aliyeathiriwa na lahaja yake, aliyeharibiwa na matamshi yake, lakini lamma qaraa kitab Allah, alipokisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, taatharat, aliathirika. Fakana, akawa mtu huyo la yalhanu inda alqiraa, hakosei kwenye kuisoma Qur'an. Bali tunaona mashindano mbalimbali ya Qur'an, tunaona mataifa ya ajabu, watu watautarajii kwamba hawa wanaweza kushiriki kuisoma Qur'an, lakini wanaisoma Qur'ani biharfin, kwa herufi moja ambayo anaisoma Mchina, anaisoma Mzungu, anaisoma Mwarabu. Hadhihi mu'jizatun khalida, huu ni muujiza wenye kuishi mpaka ila yaumi nnasi hadha. Kwa hiyo nasema shekhe, walan yumkinahum dhalika abadan ila yaumi alqiyama, haitowezekea kwa wao, haitowezekana kwa wao kamwe kuleta mfano wa Qur'ani ila yaumi alqiyama. Kwa hili ni jambo mahususi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taurati ipo, Injili ipo, Zaburi ipo, lakini vyote vile la athar laha, havina athari bihudhuri wa biwujudi alquran, kwa kuwepo Qur'ani vile vyote vimekuwa kama vile hakuna. Wa min dhalika, na miongoni wa mambo mahususi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu usriya bihi ila sidratil muntaha, alitembezwa wakati wa usiku mpaka kwenye eneo linaloitwa Sidratul Muntaha. Thumma raja'a ila manzilihi, kisha akarudia nyumbani kwake, fi lailatin wahidatin, kwenye usiku mmoja, sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min khasaisihi, na haya ni katika mambo yake mahususi alayhi salatu wasalam. Hakuna nabii aliyekwenda kwenye Sidratul Muntaha, hakuna nabii wala rasul alishawahi kufika kwenye Sidratul Muntaha kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه، إلا يسبقوا أن يكون في الحديث، pale ambapo alipokuwa kwenye hadithi, min qawlihi, miongoni mwa kauli yake sallallahu alaihi wasallam, bihaithu yaqulu Jibrail, pale ambapo aliposema Jibril lilburaq, kumwambia Buraqi, yule mnyama aliyempanda Mtume, hina jamaha, pale ambapo alipokataa kutembea, lamma arada sallallahu alaihi wasallam an yarkabahu, pindi alipotaka Mtume kumpanda yule Buraq alikataa kupandwa, asitembee.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisema kauli ambayo Jibril aliyoisema, akamwambia uskun, tulia. Fa wallahi, namwapia Allah, ma rakibaka khairun minhu, hakuna mbora kuliko huyu au kuliko yeye. Haya maneno inaashiria kwa mbali kwamba ndio walimpanda mtume, walimpanda huyu buraku mitume wengine, lakini hakuna katika mitume aliyekuwa bora kuliko wengine kuliko huyu. Ndio maana haya maneno uskun, tulizana. Fa wallahi, namwapia Allah, ma rakibak khairun minhu, hakuna aliyekupanda wewe buraku mbora kuliko huyu au kuliko yeye. Wakadha qawluhu fi alhadith, na vile vile kauli yake katika hadith, farabattu dabbata, na nikamfunga mnyama, fi alhalqati, katika kamba, allati kanat tarbitu biha alanbiya, kamba ambayo, sehemu ambayo walikuwa tarbitu biha, wakifungia kwenye hiyo sehemu alanbiya, manabii. Naona Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, au kupitia Jibril, walimfunga yule mnyama eneo ambalo, kwa kamba ambayo huitumia manabii kufunga wanyama wao, naye akaenda kafunga pale. Alhadith akhrajahu Muslim. Ma yadullu ala annahu, hadithi hizi ni katika zile zinazojulisha ala annahu, kwamba yeye mtume qad kana, alikuwa yusra bihim, au qad kana yusra bihim, alikuwa akitembezwa usiku na kwa wao. Yani alikuwa huyu mnyama yusra bihim, akitembezwa usiku kwa kupitia wao au kwa wao manabii. Illa annana, isipokuwa sisi sasa, na'lamu annahu, tunajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam la yusharikahu ahadun minhum, hajashirikiana na yeyote miongoni mwa manabii, fil mubalaghati, katika kuzidisha, fi taqribi, ukaribu, wadunuwi minhu, na kukurubiana zaidi kuliko yeye. Yani Ibn Kathir anasema ya kwamba maneno haya yanaonyesha kwamba mitume walikuwa wakitembezwa usiku na huyo mnyama, isipokuwa sisi tunachokijua ni kwamba katika hili mtume hajashirikiana na yeyote katika mitume, fil mubalaghati fi taqribi wadunuwi minhu, katika kuzidisha ukaribu na yeye. Maana yake yeye na yule buraq palikuwa pana ukaribu wa hali ya juu, litadhimi, kwa lengo la kutukuza. Walihadha kanat manzilatuhu fil janna, ndio maana yakawa madaraja yake katika pepo, a'laha manzila, ni manzila ya juu sana, wa aqrabaha ila al-arshi, na ni manzila ambayo aqrabaha, ni ya karibu mno, ila al-arshi, kama jaa fi al-hadithi, kama ilivyokuja katika hadithi nasema, thumma sallallahu lilwasila, kisha muombeni Allah, thumma sallallahu lilwasila, kisha muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwangu mimi alwasila, manake njia. Fa innaha manzilatun fil janna, hakika hayo ni au katika, kwani kwa hakika hilo ni daraja katika janna. La tambaghi li'abdin min ibadillah, lisilompasa isipokuwa kwa mja miongoni mwa waja wa Allah. Wa arju an akuna anahu, na nataraji nikawa mimi ndiye huyo. Kwa hiyo muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mimi alwasila, au thumma sallallahu lilwasila, kisha muombeni Allah kwangu mimi alwasila, njia, kwani hiyo ni njia ya janna au manzila ya janna ipo, ambayo haimpasi isipokuwa mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nataraji nikawa mimi ndiye huyo mja ambaye nitakayepata hiyo janna iliyokuwa na daraja lililo karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hadithi au katika matukio haya inathibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitembezwa mpaka kwenye sidratul muntaha, huko kinyume na manabii wengine. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, anna ummatahu, kwamba umma wake, idha jitamaati ala qawlin wahid, kwamba umma wake unapojikusanya kwenye kauli moja, fil ahkami shar'iyya, katika hukumu za kisheria, katika mambo ambayo mahususi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba
umma wake utakapojikusanya kwenye kauli moja ya hukumu za kisheria, kana qawluha dhalika ma'suman min al-khata'i, itakuwa hiyo kauli dhalika, hiyo kauli ma'suman, imekingwa min al-khata'i, na kukosea. Umma wake umekuwa, ikiwa utajikusanya na kukubaliana juu ya kauli moja, jambo moja katika hukumu za kisheria, basi kauli hiyo itakuwa ni ma'suman, imekingwa na kukosewa. Bali yakunu ittifaquha dhalika sawaban wa haqqan, bali itakuwa ittifaquha, kukubaliana nayo, dhalika, kukubaliana na hiyo kauli, sawaban, ndio usawa, wa haqqan, na ndio itakuwa ni haki. Kama qarra dhalika fi kutubi al-usul, kama ilivyotajwa hilo katika vitabu vya al-usul. Wa hadhihi khususiyatu lahum, na huu ni uspesho kwa wao ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisababihi, kwa sababu ya mtume. Lam tablughna, haijatufikia sisi, an ummatin, kutoka kwa umma wote, min al-umami qablaha, katika nyumati zilizokuwa kabla yake zilipewa ofa ya namna hii. Sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tutakubaliana juu ya jambo moja, Waislamu walio mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, wote kwa ujumla wetu tukubaliana juu ya jambo hili moja, jambo hili likawa ni jambo katika mambo ya jitihadi ambalo watu wametoa jitihada kulitafakari na kuliangalia. Jambo hili umma likubaliana, la shakka bi annaha ma'sumatun lahu, jambo hili bila shaka litakuwa limekingwa kwa wao min al-khata. Mifano iko mingi sana. Katika mifano hiyo ni katika mukhaddarati ambazo tadhuru ala nnas, vilevi ambao vinavyowadhuru watu. Ummatu wote umma wote unakubaliana ya kwamba kilevi chochote kisichokuwa pombe ni haramu, kwa sababu kullu muskirin haram, kullu muskirin khamr, wa kullu khamrin haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fi al-Bukhari wa Muslim, kila chenye kulewesha ni haramu, au kila chenye kulewesha ni pombe, na kila pombe ni haramu. Vimeingizwa vitu mbalimbali katika vitu vya leo hii vya kisasa ambavyo ni muskirat, ni vyenye kulewesha, ambavyo ukivitazama kwenye asili haviingii, kwenye asili haviingii, lakini vimebidi viingie kutokamana pawepo na illa. Palipopatikana illatu al-iskar, sababu ya kulewesha, vikaingizwa bangi, madawa ya kulevya, miraa, tambusi, manini, makubeli na vingine vyote vyenye kulewesha vinaingizwa kwenye uharamu huu kwa sababu pana illatu al-iskar. Kwa hiyo umma wote umekubaliana kwamba mrungi unalewesha, haramu; bangi inalewesha, haramu; Kilimanjaro laga suna nini, Kilimanjaro inalewesha, naam inalewesha; sijui waini na vinginevyo katika vyenye kulewesha, naam, yote ni haramu. Pamoja na kwamba pombe iliyokuwa inatajwa kwamba uharamu wake ndani ya Qur'ani ni pombe iliyotengenezwa kutokana na zabibu. Pombe iliyotengenezwa kutokana na zabibu ndio waliokuwa naitengeneza Waarabu kipindi chao, ndio asili ya kuharamishwa pombe, na ndicho walichokuwa nakitumia katika kunywa. Lakini pale palipopatikana illatul iskar, sababu ya kulewa, kwenye hivi vingine ambavyo havipo kwenye asili ile, vyote vimejumuishwa na umma umekubaliana. Umma wote umekubaliana kwamba vitu hivi ni haramu, mtu asivitumie. Lakini pia umma umekubaliana kwamba kuna mambo ambayo hayafai mtu kuyatumia katika mambo ya mubahat, kama vile michezo mbalimbali ya leo hii ambayo watu wanaicheza, kama vile keram, kama vile drafti, kama vile pool table, kama vile sio makorokoro gani. Umma wote unakubaliana, kokote utakapokwenda hakuna muislamu atakayekwambia kucheza pool table ni halal, isipokuwa jahilun murakkabun, mjinga sijielewa anaweza kusema pool table ni halal au kucheza drafti ni halal. Naam, ni katika vitu mubaha ambavyo havila tadhur, lakini kutokamana na madhara yake yanayopatikana min tadhi'i al-awqat, kutadhi'i al-a'mar, kupoteza wakati na kupoteza umri. Muislamu anaona vile vitu vinampotezea umri wake, na vitu hivyo ni vibaya wala havisogelei. Umma umekubaliana na vitu hivi. Kwa hiyo mtu anayecheza pool table, anayekaa anacheza drafti, anayecheza zumna, anayecheza sijui nini, vitu hivi vyote kwake yeye
ni katika vitu vinavyompotezea umri wake na vinaingia kwenye uharamun, makosa. Kwa sababu sisi tumeambiwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo Mtume ameharamisha ni tadhii almal, idhaatu almali, kupoteza mali. Huku ni kupoteza mali, wa idhaatu almal, kupoteza mali, walqili walqal. Wa min dhalika, na miongoni katika mambo mahususi, annahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye Mtume awwalu man tanshaqu anhu al-ard, ndiye wa mwanzo kwake yeye tanshaqu, kufunguka kwake yeye ardhi. Siku ya kiyama kitakapokuwa kimesimamishwa, wanufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nawri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Paragumu takapokuwa limepulizwa, kilichomo ndani ya ardhi kikatoka, kaburi la kwanza kufunguka na kutoka ni la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min dhalika annahu alayhi salatu wasalam, na katika hayo mambo ambayo ni mahususi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sa'iqa an-nasu yawma al-qiyamah, pindi watakapoporomoka watu siku ya kiyama, yakunu huwa awwaluhum ifaqatan, ndiye atakuwa wa mwanzo kuzinduka. Watakaposa'iqa, watakapoporomoka chini na kuzirai watu siku ya kiyama, mtu wa mwanzo ifaqatan, kuzinduka na kupata fahamu, atakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama akhrajahu fi sahihain, kama walivyoitoa katika sahihain, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati al-yahudi, kwenye kisa cha Myahudi, lamma qala, pale aliposema, la walladhi istafa Musa ala al-alamin, na mwapia yule ambaye istafa Musa ala al-alamin. Yahudi aliposema siyapii kwa yule ambaye aliyemteua, la walladhi, hapana kwa yule ambaye amemteua Musa ala alalamin. Kendo kile, falatamahu rajulun min almuslimin, mtu mmoja katika Waislamu, latamahu, alimpiga ngumi ya usoni. Latmun ni kuchukua mkono na kuumbelea katika mashavu, baada ya yule Myahudi kusema kiapo hichi, la walladhi istafa Musa ala alalamin. Watarafaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tarafaa, likanyanyuliwa juu jambo lao la kupigana baina Myahudi na Muislamu, au baina ya Muislamu kumpiga Myahudi juu ya kiapo cha makosa, likanyanyuliwa jambo lao kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Mtume akasema, la tufadhiluni ala Musa, msinitangulize kwenye fadhila juu ya Musa, msinitangulize kwa fadhila juu ya Musa. Fa inna an-nasa, hakika ya watu, yas'aquna yawma al-qiyamati, wataporomoka chini kwa kuzirai siku ya kiyama. Fa akunu, nitakuwa mimi, awwala man yufiqu, wa mwanzo kuzinduka. Fa ajidu Musa, nitakapozinduka na kutoka juu na kusimama imara, nitamkuta Musa batishan, ni mwenye kukamatilia, biqaimati al-arshi, nguzo zile za arsh. Fala adri, sijui sasa, afaqa qabli, amezinduka kabla yangu, am kana mimman istathna Allah, au amekuwa Musa ni katika wale aliowavua Allah subhana, wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah. Je, yawezekana Musa ni katika hao? Mwenye na kwamba katika vile ambavyo Allah subhanahu istathnaha, alivyovivua kwenye hiyo aya, miongoni mwao ni qalam, miongoni ni moto, miongoni mwao ni janna wa ghairi dhalik. Kwa hiyo unaona hapa Mtume anasema fala adri, sijui sasa, afaqa qabli am kana mimman istathna Allah. Anatoka kaburini tu, anavyozirai, anapozinduka tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamkuta Musa ameikamatilia zile nguzo qaima za arshi Allah subhanahu wa ta'ala.
walmalaku ala arjaiha wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamania. Katika wale watu 8 ambao wanatajwa pale anatajwa pia Musa alayhi salam, katika watu ambao manabii ambao wameshika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sehemu ya kwamba ameishikia ndio hii inatajwa hapa, walmalaku ala arjaiha wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamania. Malaika 8, lakini pia anaingizwa Musa hapa, naye atakuwa ameshika nini? Arsh. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine, amjuzi bisaiqati turi, au Musa amevushwa bisaiqati turi, kwa yale maporomoko ya mlima wa Tur. Musa alayhi salam, nakumbuka kwamba alimuomba Mola wake amuone, si ndio? Alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anzur ilay kayfa tuhyi al-mauta falamma tajalla liljabali ja'alahu ish dakka wa kharra Musa ish sa'iqa. Musa atakumuona Mola wake, Musa atakumuona Mola wake, Allah akamwambia apande juu ya jabali. Sasa pale ambapo Allah subhanahu alipotaka kujidhihirisha, kujitoa, sasa jabali halikuweza kuvumilia ile nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala, likaporomoka na Musa naye akaporomoka chini, fakharra Musa sa'iqa, Musa akaporomoka chini. Sasa mtume anasema amjuzi bisaiqati turi, au Musa alivushwa kwa ile kuporomoka kwenye mlima wa Turi. Baada ya kuporomoka pale akazirai, ndo akaamshwa pale akavushwa mpaka ikafika leo hii. Waqad hamala ba'd man takallama ala hadha alhadith, waqad hamala, na kwa hakika walibeba na kutafsiri, ba'd man takallama, baadhi ya waliozungumza, ala hadha alhadithi, juu ya hii hadithi. Husiana nini? Hadhihi alifaqatu, huku kuzinduka, ala alqiyam min alqabri, juu ya kusimama kutoka kaburini. Wamezungumza baadhi waliozungumza kunako hili jambo la kuzinduka Musa au la kuzinduka mtume na kusimama kaburini. Wa ghayruhu fi dhalika ma waqa'a fi ba'd riwayat, na isiyokuwa hayo katika baadhi ya yale ambayo yametokea kwenye riwayati al-Bukhari, min hadithi Yahya ibn Amr al-Madini an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema la tukhayyiruni ala al-anbiya, msinikhiyarishe katika fadhila na ubora juu ya manabii, msinikhiyarishe katika ubora na fadhila juu ya manabii. Fa inna an-nasa yas'aquna yawm al-qiyamah, hakika ya watu wataporomoka chini na kuzirai siku ya kiyama. Fa akuna awwala, na nitakuwa mimi ni wa mwanzo, man tanshaqu anhu al-ardh, atakayefungukiwa kwake yeye ardhi. Fa idha ana, ghafla mimi nikiwa katika hali hiyo, bi Musa, nitamuona Musa akhidhun, amekamatilia, biqaimatin, nguzo, min qawaimi al-arshi, katika nguzo za arsh. Fala adiri, mimi sijui sasa, akana mimman su'iqa, atakuwa Musa ni katika wale walio anguka chini na kuzirai, amjuzia bisa'iqatihi, au alivushwa kwa ile sa'iqa yake ula ya mwanzo kwenye mlima wa Tur. Wa hadha al-lafdhu, na hili tamshi mushkilun, lenye kuleta utata. Wal mahfudhu riwayatul Bukhari, na riwaya iliyohifadhiwa ni riwaya Imam Bukhari, an Yahya ibn Qaza'a, kutoka kwa Yahya ibn Qaza'a, an Ibrahima ibn Sa'd, an az-Zuhri, an Abi Salama wa Abdurrahman al-A'raji, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hii ndio mahfudh. Fadhakara qissata al-Yahudi, akataja ndani yake kisa cha Yahudi, ila an qala, mpaka alipofikia kusema Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumesema la tukhayyiruni ala Musa fa inna an-nasa yas'aquna yawm al-qiyamati fa us'aqu ma'ahum fa akunu awwala man yufiqu fa ajidu Musa ila akhiri. Wa dhakara al-hadith. Fa hadha nassun sarihun, hii ni dalili ya wazi, la yahtamilu ta'wilan, haibebi tafsiri yoyote, anna hadhihi al-ifaqata,
kwamba huku kuzinduka kwa mtume an sa'iqin, kutokamana na kuporomoka chini, la an mautin, si kwa maana ya kufa. Inshallah jawabu zuri sana. Yani kuzinduka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa alikuwa ameporomoka, hiki ni kinyume na kufa. Yani bimaana alikufa kisha akafufuliwa kaburini, baadaye fasa'iqa, ndio akaporomoka. Baada ya kuporomoka chini, thumma afaqa, kisha akafanyaje? Akazirai, akazinduka. Kwa hiyo alipotoka kaburini pale sallallahu alaihi wasallam, akawa ndio wa mwanzo tunshika bihi al-ardh, ndio wa mwanzo kufunguliwa kaburi, mtu wa mwanzo sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo ndio ikapita sa'iqa, wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardh, ndipo pale alipokuja kuporomoka chini. Kisha baada ya hapo ndio akafanyaje? Akazinduka. Alipozinduka ndio akamkuta nani? Musa alayhi salam. Wa hadha haqiqatu ifaqati, na huu ndo uhalisia wa ifaqa, kuzira na kuzinduka. Thumma man ta'ammala qawlahu, kisha yoyote mwenye kuitazama kauli ya mtume aliposema fala adri afaqa qabli am juzia bi sa'iqati thuri, jazama bihadha, amekata kabisa kwa hili. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kama mtume hajui kwamba Musa afaqa, amezinduka kabla yake yeye au amevushwa, lakini yeye ndiye wa kwanza kutoka kaburini sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo tena ambayo yametajwa, annahu, kwamba yeye sahibul liwa'il a'zami, ndiye bwana wa bendera kubwa yauma alqiyama, siku ya kiyama. Wa yub'athu huwa wa ummatuhu, atafufuliwa yeye na umma wake, ala nashazin, kwenye sehemu iliyonyanyuka, min al-ardhi, ya ardhini, duna sairi al-umami, kinyume na baki ya umati zingine. Atanyanyuliwa, atafufuliwa akiwa kwenye sehemu ya juu sana ya ardhi, kinyume na umma zingine. Ya'dhanullahu lahu, Allah atampa idhini, walahum, na wao pia atawapa idhini, bisujudi, kusujudu, fil mahshari, katika uwanja wa makusanyo, duna sairi al-umami, kinyume na umati zingine. Yeye na umma wake wataamriwa wafanyaje? Wasujudu kinyume na umati zingine, kama rawahu Ibn Majah, kama alivyopokea Imam Ibn Majah an Jubarata, kutoka Jubarata ibn al-Mughallis al-Himmani. Wal Imam al-Bukhari, kuna kwa Jubara ibn al-Mughallis amesema ni muttaribu al-hadithi, na Imam Ibn Ma'ini yeye amesema ni kadhab. Jubara ibn al-Mughallis, Imam al-Bukhari alipomhukumu huyu Jubara alisema ni muttaribu al-hadith, ni mtu ambaye hadithi zake zinajigonga. Ama Imam Yahya ibn Ma'in kasema huwa kadhab, Jubara ni mtu mrongo sana. Anasema Ibn Majah an Jubarata ibn al-Mughallis al-Himmani, hadathana Abd al-A'la ibn Abi al-Musawi an Abi Burda an abihi Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema idha jamaa Allahu al-khalaiqa yawm al-qiyamati, pindi Allah atakapowakusanya al-khalaiqa, viumbe wote, yawm al-qiyamati, siku ya kiyama akawakusanya. Adhina li ummati Muhammadin, atatoa idhini kwa ummati Muhammadin, fi sujudi, kusujudu. Fayasjuduna lahu tawilan, watamsujudia kwake Allah tawilan, kwa muda mrefu sana. Thumma yuqalu, kisha patasemwa irfa'u ru'usakum, nyanyueni vichwa vyenu, faqad ja'alna iddatakum, kwa hakika tumejalia hesabu yenu, fidaakum minan nari, ni fidia kwenu nyinyi kutokamana na moto. Tumejalia idadi yenu, maandalizi yenu mlioyafanya ni fidaan minan nar. Wa Jubaratu dhaif, na Jubara huyu ni mtu dhaif. Waqad sahha min ghairi wajhin, na imepokelewa sahihi kwa njia isiyokuwa moja, annahum, kwamba wao awwalul umami, kwamba ummati wa Muhammad ndio umma wa mwanzo, yuqda bainahum yawm alqiyama, watakaohukumiwa siku ya kiyama. Kwa hiyo aliposema Jubara mdhaifu, mmemsikia Imam Bukhari na Imam Yahya ibn Ma'in. Wa min dhalika, na miongoni mwa mambo ambayo ni mahususi kwa mtume, annahu saun, ndiye bwana wa birika lil mawrud, lenye kunywewa na kuendewa na watu. Waqad rawa Tirmidhi wa ghayru, amepokea Imam Tirmidhi na wengineo, anna likulli nabiyyin hawdha, kwamba kila nabii analobirika, kila nabii analobirika. Walakin na'lamu,
lakini sisi tunajua anna haudhahu sallallahu alaihi wasallam, kwa birika lake mtume a'dhamul hiyad, ni birika lililokuwa kubwa, wa aktharuha waridan, na ndilo ambalo wanywaji wake ni wengi sana. Waridan, wenye kulinywa watakuwa ni wengi. Kwa mtume siku ya kiyama na birika lake, mauha ashaddu bayadha min al-laban, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa, wa ahla min al-asal, ni matamu sana kuliko asali. Mwenye kulitembea lile anatembea mwezi mzima birika lile. Wa adadu aniyatuha, na idadi aniyatiha, idadi ya vyombo vilivyomo kwenye ile birika, adadu nujumi sama, ni idadi ya nyota zilizomo mbinguni. Na katika hilo birika mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha ndani ya birika hilo kwamba kuna watu watavutwa na kutolewa, hawatoweza kukurubia kunywa katika lile birika la mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndasema usaihabi, usaihabi, jamaa zangu, jamaa zangu, mbona mnawatoa? Qalu, ataambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri, hakika yako wewe Muhammad haujui, ma ahadathu ba'dak, jambo gani wamelizua baada yako. Kisha atasema mtume, suhqan suhqan liman baddala wa ghayyar, umbali umbali ulioje, niwe nao mbali wale wote waliobadilisha kile nilichokuja nacho mimi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalik, na miongoni mwa mambo mahususi, anna albalada alladhi bu'itha fihi, mji ambao aliotumwa kwenye huo mji, ashrafu biqa'i al-ardhi, ni tukufu biqa'i, sehemu ya ardhi, katika sehemu ambayo ni ashraf, tukufu, biqa'i, sehemu al-ardh, ni mji ambao mtume alitumilizwa kwao. Thumma muhajirahu, kisha mji wengine unaofuata ni ule aliohamia, ala qawli al-jumhuri, kwa kauli ya jumhur. Mji ambao mtume katumiliziwa ni mji gani? Makka. Na mji aliohamia Madina. Wakila anasema inna muhajirahu, panasema pia ule mji aliohamia, imenukuliwa au wanukila al-ittifaq, na imenukuliwa makubaliano, ala anna qabrahu, kwamba kaburi la mtume, alladhi, kaburi ambalo, dhumma jasado, umekusanywa mwili wake, baada mautihi, baada ya kufa kwake, afdalu biqa'i al-ardhi, ndiyo sehemu bora ardhini. Ile sehemu ambayo mtume kazikwa, hayo ni makubaliano na wachuoni wote, ndiyo sehemu bora mno ardhini. Waqad sabaqahu ila hikayati hadha al-ijma', na alitanguliwa ila hikayati, kwenye kuelezea hadha al-ijma', makubaliano haya, al-Qadhi Abu al-Walid al-Baji, alizungumza al-Baji wa Ibn Battali wa ghayruhuma, na wengineo walielezea hili jambo kwamba sehemu iliyokuwa bora ardhini ni kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aslu dhalika ma ruya annahu lamma mat, na dalili katika hilo ni kwamba pindi alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi mawdhi'i dafnihi, walitofautiana kwenye sehemu ya kuzikwa kwake, azikwe wapi, wamzike wapi, wakatofautiana. Faqila, pakasemwa bil baqi', azikwe sehemu inaitwa Baqi', sehemu ambayo ina makaburi ya watu mbalimbali. Waqila bi Makkah, pakasemwa pia akazikwe Makkah alikozaliwa. Waqila bi Baitil Maqdis, wengine wakasema azikwe Baitil Maqdis ambako ndiko chimbuko la manabii wengi. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar akasema, inna Allah, hakika ya Allah, lam yaqbidhu, hakumchukua na kumfisha, illa fi ahabbi albiqa'i ilayhi, isipokuwa kwenye sehemu yenye kupendeza zaidi kwake. Ahabbi albiqa'i ilayhi, sehemu yenye kupendeza zaidi kwake. Wa dhakarahu Abdus Samad ibn Asakir fi kitabi Tuhfati Zair, na amelitaja hili al-Imamu Abdus Samad ibn Asakir kwenye kitabu chake kinachoitwa Tuhfatu Zair. Walam arahu bi isnad, na sikuona hii hadithi alitamka kwa isnadi, lakini hadithi hii akhrajahu Imam al-Baihaqi, kaipokea Imam al-Baihaqi. Jambo la mwisho, wa min dhalika, na miongoni mwa mambo ambayo kajihusisha nayo, amehusishwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yakun liyuratha ba'da mauti, hakuwa ni mwenye kurithiwa baada ya kufa kwake. Annahu, kwamba yeye, lam yakun, hakuwa, liyuratha ba'da mautihi, ni mwenye kurithiwa baada ya kufa kwake. Tukifa sisi tunarithiwa, wakifa wengine warithiwa, lakini yeye mtume sallallahu alaihi wasallam harithiwi. Kama rawahu Abu Bakari wa Abu Huraira,
radiyallahu anhuma anhu sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwake mtume, annahu qala, kwamba kasema, la nurathu, sisi mkusanyiko wa manabii haturithiwi, ma tarakna, yale yote tuliyoyaacha, fahuwa sadaqatun, ni sadaka. akhrajahu min alwajhaini walakin rawa at-Tirmidhi bi isnadin jayyid fi ghayri al-jami' an Abi Bakr radiyallahu anhu qala, Abu Bakr amesema, qala sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema, nahnu ma'shara al-anbiya, sisi mkusanyiko manabii, la nurathu, haturithiwi. Fa'ala hadha, juu ya haya yote, yakununa qad ishtaraku fi hadhihi sifati, watakuwa manabii wameshirikiana katika sifa hii, duna baqiyatil mukallifin, kinyume na viumbe wengine wasiokuwa manabii. Kwa hiyo maana yake, katika mambo ambayo mtume ameshirikiana na manabii kwenye umahususi ni jambo la kwamba manabii hawarithiwi, lakini viumbe wengine wasiokuwa manabii wala mitume wao wanarithiwa. Kwa hiyo mpaka hapa al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ametaja mambo ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amepokeka nayo kinyume na baadhi ya manabii au kinyume na manabii wengine na mitume wengine. Na haya yanaonyesha nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hinama turidu an tadhkura hadha ar-rajul, unapotaka kumtaja huyu mtu, unapotaka kumkumbuka huyu mtu, unapotaka kukumbuka sehemu alionayo huyu mtu, manzila na daraja alilonalo huyu sallallahu alaihi wasallam, uhisi unamzungumza mtu mkubwa sana. Uhisi unamzungumza mwalimu ambaye aliyekuja kwenye huu umma hali ya kuwa Mola wake amempa madaraja makubwa sana. Haya ni katika mambo ambayo ni yake peke yake sallallahu alaihi wasallam, kinyume na baadhi ya manabii, kinyume na baadhi ya mitume wengine waliotangulia huko nyuma. Hii ni sharafu li nabiyina, huu ni utukufu wa umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika moja ya mambo ambayo Ibn Kathir hajayataja, mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake ndio aktharu umma wake ndio na watu wengi kuliko ummati zingine zote. Fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, tazawwaju al-waluda al-waduda, fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Kuonyesha ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake utakuwa na watu wengi sana, kinyume na nyumati za watu waliotangulia. Wengine wote tafuliwa nabii ana watu watatu, mwingine watu wawili, mwingine mtu mmoja, mwingine hana watu. Lakini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao alladhina amanu, wale ambao walioamini, tena wameamini bilghaibi, pasi na kumuona, pasi na kumsikia, wala harufu yake tu, wala tatua yake, wala tambo yake hujaiona, lakini wamemwamini sallallahu alaihi wasallam. Tena wamemwamini na kumpenda mapenzi hali ya juu, na kufuata mwenendo wake kwa hali na mali, kwa juhudi zao, kwa nguvu zao, wakamfuata mtume pasi na kumuona, ambalo jambo limekuwa ni muhali kwa manabii wengine na mitume wengine sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni kiumbe ambaye anastahili kuwa katika vinyoyo za watu mahabbatan lahu, kwa kumpenda sallallahu alaihi wasallam, watibaa li sunnati, na kufuata mwenendo wake alayhi salatu wasalam. Kujitahidi kwa kadri ya haja ambayo mtu anaiweza kuzisoma sunna zake, kufuata mwenendo wake, kuangalia yale ambayo kayafundisha, kayaachia athari sahihi kwenye ardhi. Ni bora mtu ayafuate hayo, aachane na mambo mengine yote na watu wengine wote. Kumfuata huyu kuna hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa nyinyi mtamfuata mtaongoka. Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika njia ya kufaulu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kwa njia moja ya kufaulu, ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii mtume alayhi salatu wasalam na kumfuata ni katika moja ya sababu ya kuwa naye peke yake, kuwa pamoja na yeye alayhi salatu wasalam fil janna, hata kama atakuwa manzila ya juu. Lakini almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule ambaye anayempenda. Wallahu tabarak wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.